Ndugu wananchi, kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 68 kidogo cha kwanza na kidogo cha tatu na kifungu cha 71 kidogo cha pili vya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024 vikisomwa pamoja na kanuni ya 38 ya kanuni za uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani za mwaka 2025, kesho Alhamisi tarehe 22 Januari 2026 kutakuwa na uchaguzi wa marudio wa madiwani katika kata mbili za Tanzania bara. Kata hizo ni Malangali iliyopo halmashauri ya manispaa ya Sumbawanga mkoa wa Rukwa na Mzinga iliyopo katika halmashauri ya jiji la Dar es Salaam mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu wananchi, katika uchaguzi huu jumla ya wagombea 6 kutoka katika vyama vya siasa vitatu wanawania nafasi wazi za udiwani katika maeneo niliyoyataja. Kati ya wagombea 6, wagombea 5 sawa na 83.3% ni wanaume na mgombea mmoja sawa na 16.7% ni mwanamke. Kwa namna ya pekee, tume inavipongeza vyama vilivyoshiriki na wagombea waliojitokeza kushiriki. Aidha, jumla ya wapiga kura 38,151 walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura watashiriki katika uchaguzi huo na jumla ya vituo 92 vya kupigia kura vitatumika. Ndugu wananchi, natumia fursa hii kuvikumbusha vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi kesho tarehe 22 Januari 2026 kuzingatia wajibu wao wa kuweka mawakala katika vituo vyote vya zoezi la kupiga, kuhesabu na kujumlishia kura. Wasimamizi wa uchaguzi katika kata husika wamekamilisha taratibu zinazoweka mazingira yanayowawezesha mawakala wa vyama vya siasa kufuatilia mchakato mzima wa uchaguzi. Mawakala hao wanawajibika katika kulinda maslahi ya vyama na wagombea wao. Hivyo wanapaswa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu za uchaguzi na maelekezo ya tume katika utekelezaji wa majukumu yao vituoni. Ndugu wananchi, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inavikumbusha vyama vya siasa, wagombea, mawakala, wapiga kura na wananchi wote kwa ujumla kuzingatia mambo yafuatayo. Mosi, mpiga kura anatakiwa kwenda katika kituo alichojiandikisha na kadi yake ya mpiga kura siku ya uchaguzi. Pili, wapiga kura watakaoruhusiwa kupiga kura ni wale walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ya INEC. Tatu, mpiga kura awapo kituoni anatakiwa kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum kama vile wazee, wagonjwa, watu wenye ulemavu, wajawazito na kina mama wenye watoto wachanga watakaokuwa nao kituoni. 4, watu wenye mahitaji maalum wanaruhusiwa kwenda kituoni na wasaidizi wao. 5, vituo vitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 kamili jioni. Ifikapo muda wa kufunga kituo saa 10 kamili jioni, kama wapiga kura bado wapo kwenye mstari, mlinzi wa kituo atasimama nyuma ya mtu wa mwisho na zoezi la upigaji kura litaendelea hadi wapiga kura walio kwenye mstari watakapomalizika. Mpiga kura atakayefika zaidi ya muda wa kufunga kituo hataruhusiwa kupiga kura. 6, baada ya kumaliza kupiga kura, mpiga kura anatakiwa kuondoka eneo la kituo cha kupigia kura. Na 7, mpiga kura wapo kituoni
anatakiwa kufuata maelekezo yote atakayopewa na karani mwongozaji wa wapiga kura. Ndugu wananchi, kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha 4, kifungu cha 19 kidogo cha 3, kifungu cha 14 kidogo cha 2, kifungu cha 84 kidogo cha 3A na B na kifungu cha 164 vya sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, sheria namba 1 ya mwaka 2024, vikisomwa pamoja na kifungu cha 26 cha sheria ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, sheria namba 2 ya mwaka 2024, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ilitoa maelekezo ya kisera katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa wapiga kura kama ifuatavyo. Mosi, kwa mpiga kura asiye na picha katika daftari la kudumu la wapiga kura, lakini ana kadi ya mpiga kura yenye taarifa binafsi zilizomo katika daftari la kudumu la wapiga kura, aruhusiwe kupiga kura. Pili, kwa mpiga kura ambaye ana kadi yenye namba ya mpiga kura inayotofautiana na namba ya mpiga kura iliyomo katika daftari la kudumu la wapiga kura, lakini taarifa nyingine zote ikiwemo picha na majina yaliyopo katika daftari la kudumu la wapiga kura ni sawa kama ilivyo katika kadi ya mpiga kura alionayo, aruhusiwe kupiga kura. Tatu, kwa mpiga kura ambaye ameandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura na taarifa zake zipo katika daftari la kudumu la wapiga kura lililopo katika kituo husika, lakini amepoteza kadi yake au kadi yake imeharibika, aruhusiwe kupiga kura kwa kutumia moja ya vitambulisho vifuatavyo: A, kitambulisho cha taifa yani NIDA; B, leseni ya udereva; au C, pasi ya kusafiria yani passport, lakini kwa sharti kwamba majina yake yaliyopo katika kitambulisho atakachowasilisha mpiga kura ni lazima yafanane na majina yote kama yalivyo katika daftari la kudumu la wapiga kura. 4, kwa mpiga kura ambaye ana kadi ya kupigia kura lakini taarifa zake hazipo katika daftari la kudumu la wapiga kura, asiruhusiwe kupiga kura. Na akumbusha nyote kuzingatia maelekezo haya ya kisera. Ndugu wananchi, mwisho, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inatoa rai kwa wapiga kura kwenye maeneo yenye uchaguzi kujitokeza kwa wingi kwenye vituo vya kupigia kura hapo kesho ili kuwachagua viongozi wanaowataka. Kura yako, haki yako, jitokeze kupiga kura. Maelezo haya nimeyatoa leo tarehe 21 Januari 2026 hapa Dodoma. Asanteni kwa kunisikiliza.